Mheshimiwa Rais, unapotekeleza miradi kama hii, ni rahisi sana kwa mwananchi wa kawaida, anaweza akahisi mradi huu sio wa watu. Nikisema mradi huu sio wa watu, ile concept kwa Kiingereza inayoitwa development of the people, for the people, by the people, mtu wa kawaida akiangalia anaweza kadhani mradi huu haumhusu yeye. Lakini Mheshimiwa Rais, wewe umekuwa kama nabii kwa yale ambayo leo yanaendelea huko duniani. Now you can imagine kwamba taifa liwe halina kabisa maghala yanayomilikiwa na serikali. Kitakapotokea cha kutokea means taifa linaweza likaparalyze kwa sababu halina kabisa hata hifadhi ya mafuta. Kwa Mheshimiwa Rais, kwa dhati naomba wananchi tumpigie makofi kwa ndoto hizi ambazo leo zinatimizwa hapa kwetu Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, leo Dar es Salaam tuna maghala 22 tu yanayomilikiwa na watu binafsi na ambayo yanatunza mafuta yenye ujazo wa cubic mita milioni 1,346,627. Ujazo wa lita hizi maana yake Mheshimiwa Rais unaongeza kwenda mpaka kwenye ujazo wa lita karibu milioni 1,600,000. Kwa sababu sisi Dar es Salaam tuna maghala 22, wenzetu Mtwara wanayo karibu 3, wenzetu Tanga wanalo 1, jumla ya tunayo karibu 26 kwa maana ya Tanzania. Lakini hapa Dar es Salaam tumekuwa pia na wadau wakubwa, na kwa mantikio kwa dhati na kwa uwakilishi wa wananchi wenzangu wa mkoa huu tunasema asante sana kwa mradi huu ambao utakwenda kuwa mkombozi. Naomba tuongeze tena makofi mengi sana. Lakini Mheshimiwa Rais, kama haitoshi, katibu wangu wa Chama cha Mapinduzi ameeleza kwa ufupi sana. Hapa mwaka jana ulipokuja kwenye ziara ya kuzindua kiwanda kinachoassemble magari aina ya Howo, ulikuja pia ukakagua barabara ambayo inatoka Kibada Mwasonga Kimbiji yenye urefu wa kilomita 41. Mheshimiwa Rais, nayo furaha kuambia kwamba barabara hiyo sasa iko zaidi ya 50% na endelea kukamilika kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Rais, utengenezaji wa barabara sio jambo la kawaida. Zaidi ya bilioni 83 zimewekwa hapo ili kusaidia wananchi wa Kigamboni. Naomba pia wananchi tupige tena makofi mengi kwa sababu ya uunganishaji wa miundombinu hiyo. Mheshimiwa Rais, kwa miaka mingi ya nyuma tulikuwa tunatia aibu sana Kigamboni. Kuna daraja na mto hapa unaitwa Mto Nguva. Daraja la Mto Nguva, Mheshimiwa Rais, miaka yote ilikuwa barabara maji yanapita juu ya daraja. Wakulala kulia na lala kulia, wakulala kushoto na lala kushoto. Wakati fulani hata watu walikuwa wakichelewa majumbani kwao wanajitetea kwamba maji yamepita juu ya daraja, ili hali sio kweli. Mheshimiwa Rais, kwa heshima hii naomba tena nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Ujenzi kwa kusimamia kindakindaki ujenzi wa daraja ambalo leo tumeweka bilioni 9 na milioni 200. Wewe Mheshimiwa Rais umeziidhinisha fedha hizo. Daraja linajengwa kutoka chini kwenda juu ni mita 8, na kwa mantikio maji hatavuka tena juu hata kama kulikuwa kuna mabadiliko ya tabia nchi kwa namna gani. Naomba tuongeze tena makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, ulipofika kwenye kiwanda cha kuzindua ya magari, walikuomba barabara inayotoka kwenye barabara kuu kwenda kwenye kile kiwanda. Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze kwamba leo mkandarasi ameshakabidhiwa site na ujenzi unaanza wa kiwango cha zege na kiwango cha lami. Naomba pia katika hili Mheshimiwa Rais tukuongezee makofi mengi kwa ulezi wa wilaya ya Kigamboni kwa kazi nzuri ambayo umeendelea kuifanya. Sasa Mheshimiwa Rais, mimi niishie tu kwa kusema mwananchi wa kawaida anapoyaona matenki, siasa za huku nje, kwa mtu asiye na elimu nzuri anasema haya sio maendeleo yetu. Lakini ukweli ni kwamba Mheshimiwa Rais, mtu anayetoka Kibada, anayetoka Mwasonga, anayetoka Kidagaa au anayetoka mpaka kule Pemba Mnazi anawezaje kufika stendi ya Magufuli kama gari likiwa lina mafuta? Ambulance ya kumbeba mama mjamzito au mtu yote kawaida kutoka huko Kigamboni ya mbali inawezaje kufika hospitali ya Temeke? Unachokifanya hapa ni kuconnect mkoa wetu ili uwe na hifadhi kubwa ya mafuta, kuweza kusave mahitaji ya ndani na mahitaji ya nje. Leo Dar es Salaam inahudumia nchi mbalimbali ambazo zamani tulikuwa tunaita land-locked countries. Lakini leo sio land-locked tena, ni land-linked with other means of transportation. Sio land-locked. Lakini sisi leo tunahudumia bandari, tunahudumia Zambia, tunahudumia Malawi, tunahudumia Kongo. Kwa hiyo hiki unachokifanya Mheshimiwa Rais
kinaendelea kuutanua mkoa wetu wa Dar es Salaam. Sasa changamoto iliyoibuka Mheshimiwa Rais baada ya kuboresha sana bandari ya Dar es Salaam ni kitu gani? Na ambacho ndio wananchi wengi wanapigia kelele. Foleni Mheshimiwa Rais imekuwa kwa kiasi kikubwa. Sasa kukua kwa foleni ni matokeo mazuri ya uwekezaji ulioufanya ndani ya bandari ya Dar es Salaam. Sasa je, tunaacha kama ilivyo ili baki kuwa tatizo? Na ukweli ni kwamba Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi tusipotatua tatizo, tatizo linajibadili kuwa kiongozi na kiongozi ndio anakuwa tatizo. Mheshimiwa Rais, tumekaa na wenzetu wa bandari, tumekwisha propose njia nzuri za kuhakikisha kwamba tuna unlock tatizo la foleni katika mkoa wetu, na very soon Mheshimiwa Rais, hilo halitakuwa tatizo kwa namna tulivyojipanga. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nyosha mikono kwa Rais Samia namna hii. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Rais Samia oye! Asanteni sana. Makofi mengi kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam. Kwa ufupi sana, hapa mwaka jana ulipokuja kwenye ziara ya kuzindua kiwanda kinachoassemble magari aina ya Ho, ulikuja pia ukakagua barabara ambayo inatoka Kibada Mwasonga Kimbiji yenye urefu wa kilomita 41. Mheshimiwa Rais, nayo furaha kuambia kwamba barabara hiyo sasa iko zaidi ya 50% na endelea kukamilika kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Rais, utengenezaji wa barabara sio jambo la kawaida. Zaidi ya bilioni 83 zimewekwa hapo ili kusaidia wananchi wa Kigamboni. Naomba pia wananchi tupige tena makofi mengi kwa sababu ya uunganishaji wa miundombinu hiyo. Mheshimiwa Rais, kwa miaka mingi ya nyuma tulikuwa tunatia aibu sana Kigamboni. Kuna daraja na mto hapa unaitwa Mto Nguva. Daraja la Mto Nguva, Mheshimiwa Rais, miaka yote ilikuwa barabara maji yanapita juu ya daraja. Wakulala kulia na lala kulia, wakulala kushoto na lala kushoto. Wakati fulani hata watu walikuwa wakichelewa majumbani kwao wanajitetea kwamba maji yamepita juu ya daraja, ili hali sio kweli. Mheshimiwa Rais, kwa heshima hii naomba tena nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Ujenzi kwa kusimamia kindakindaki ujenzi wa daraja ambalo leo tumeweka bilioni 9 na milioni 200. Wewe Mheshimiwa Rais umeziidhinisha fedha hizo. Daraja linajengwa kutoka chini kwenda juu ni mita 8, na kwa mantikio maji hatavuka tena juu hata kama kungekuwa kuna mabadiliko ya tabia nchi kwa namna gani. Naomba tuongeze tena makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, ulipofika kwenye kiwanda cha kuzindua ya magari, walikuomba barabara inayotoka kwenye barabara kuu kwenda kwenye kile kiwanda. Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze kwamba leo mkandarasi ameshakabidhiwa site na ujenzi unaanza wa kiwango cha zege na kiwango cha lami. Naomba pia katika hili Mheshimiwa Rais tukuongezee makofi mengi kwa ulezi wa wilaya ya Kigamboni kwa kazi nzuri ambayo umeendelea kuifanya.